linatufundisha kuthamini utu wa mwanadamu kuliko vitu au mali. Hili linajidhihirisha katika Injili ya leo ambayo tutaisikia Bwana wetu Yesu Kristo anapovuka mto Tiberia na kufika katika nchi ya Wagerasi, nchi ambayo uchumi wake mkubwa walitegemea sana ufugaji wa nguruwe. Walitegemea kama chakula, biashara na kujipatia mapato. Lakini Yesu anapofika nchi ya Wagerasi anakutana na watu wawili ambao wamepagawa na pepo wabaya. Watu hao walikuwa wanaishi makabulini. Watu walikuwa wanawaona lakini waliwatenga kwa sababu tu wamepagawa na pepo wabaya. Hakuna ambaye alikuwa na wajali, hakuna ambaye alikuwa na wathamini. Lakini Kristo alipowaona aliwajongea, na walipomuona walimuomba wale pepo watoke wawaingie wale nguruwe. Na wale nguruwe wanatoka wanaenda kufia baharini. Ndugu zangu wapendwa, mfano huu wa Injili ya leo tunayopewa, Bwana wetu Yesu Kristo anathamini zaidi uhai, anathamini zaidi utu wa mwanadamu. Wagerasi badala ya kuwa na shangwe, badala ya kufurahi kwa sababu ndugu zao wamepona, wanaanza kusikitika. Wanamwambia Kristo aondoke katika nchi yao. Tulitegemea kwamba wangeungana na Kristo kwa sababu wale ndugu wamepona. Tunaweza tukajiuliza swali, ndugu zangu wapendwa, sisi kama Wakristo wabatizwa, je, tunathamini utu wa wanadamu? Ni mara ngapi tunathamini kweli wenzetu wanapopitia mateso, wenzetu wanapopitia magumu, wenzetu wanapoteseka? Kristo leo anatufundisha kwamba utu wa mwanadamu ni wa thamani kubwa kuliko mali, kuliko vitu. Wagerasi waliona wamepata hasara kubwa kwa sababu ya nguruwe wao kwenda kufia baharini. Tumwombe Mungu katika adhimisho ila ibada ya misa tujali na kutambua thamani ya utu wa mwanadamu, kwa sababu tumekombolewa kwa gharama kubwa, tumekombolewa kwa damu ya Yesu na tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu. Tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo haya matakatifu.